kapata kusikia na hata kutenda. Ni wakati mwingine Bwana wa Yesu umetuandalia, tumeingia katika mlima huu ili tukapate kukuabudu asubuhi ya leo. Tunasema ni asante kwa kibali ambacho umetupa. Tunasema ni asante kwa maisha ambayo umetupa Bwana. Tunainua jina lako tukisema ni asante. Mungu wangu umekuwa mwaminifu usiku wote. Tulipokuwa katika ibada Baba tulikuona, uliweza kutetea kupigania na tukapata na ninachia asubuhi Bwana, tunaomba kwa sababu ya wapendwa, tunaomba kwa sababu ya maisha ambayo umetupa Bwana. Tunainua jina lako tukisema ni asante. Maana peke yetu hatuwezi katika hii safari, ndiposa Bwana tunaendelea katika mlima huu ukapata kushukuru, ukapata kusema ni asante. Asante kwa msamaha ambao umetusamea, asante kwa umbali ambao umetutoa, asante kwa yale yote umetutendea Jehova, asante kwa sababu ya ufunguo wa kipekee ambao umetupa, ukatuambia nenda na ukaweza kufanya hivi kila wakati. Hapo umetuimisha tukapata kujifunza wakati kufunga na kusali ili tukaweze kuepuka na majaribu. Bwana, nimeingia katika mlima wa asubuhi leo, ninahitaji wewe na nguvu zako Mwana wa Mungu ukapate kutenda, ukapate kupigania. Kuna watu wanahitaji maombi haya Bwana wa Yesu, kwa karibu wengine kwa mambo ukapate kuwatendea, tembea na wazee wa baba wote walipo Bwana, katika jamii, katika familia, wengine wanakosa kwa tunakuja Bwana mbele zako ukapate kuwaelewa, ukapate kuwakumbuka, ukapate kuwatenda wema, ukapate kuwasamehe dhambi na makosa yao Jehova. Ninajua Bwana wa Yesu na ninajua Bwana wa Yesu na watenda wema. Asante kwa sababu ya wema zako Bwana wa Yesu, kwa msamaha ikiwezekana kuna mahali kana kiumbe, ikiwezekana kuna mambo tunayafanya ya kupendeza, hata tunashuka chini ukatusamehe, hata tunashuka chini ukatusamehe. Sasa wewe mama Bwana wa Yesu, sasa wewe kijana Bwana wa Yesu, sasa wewe mzee Bwana wa Yesu, anakuja mbele zako ukamsamehe. Tunahitaji uwezo na nguvu zako Bwana, sikapata kutoka kwa asubuhi leo, tunapoanza hii siku Jehova, ukapata kututangulia. Ninajua sisi wenye matumizi maovu yetu ni mengi mbele zako Bwana, tunakuja tukiomba msamaha, ukapata kutusamehe. Tunapoanza hii siku tukaanze na wewe, tunapoanza hii siku Baba tukaanze na wewe, tunapoanza hii siku Baba tukaanze na wewe. Ninajua usiku umekuwa na mambo mengi, wengine wamesumbuliwa na ndoto, wengine wamesumbuliwa na maumivu ya mwili, wengine wamesumbuliwa na magonjwa, ama ukapate kuwakumbuka, ukapate kuwasamehe asubuhi ya leo. Baba, niombe na kwamba wote wakasamehe, wote wakafunguliwe Jehova, wote wakafunguliwe na nguvu zako. Wewe unatupea wewe Mungu, yeye unayetenda ni makuu, hakuna mwanadamu anayemsaidia tena. Wewe unayetenda ni makuu, hakuna mwanadamu anayemsaidia tena. Baba, ukakusamehe, Baba, ukatuelekeze, Baba, ukatupiganie vita tunavyo usiku na mchana, si vyetu Baba, vita tunavyo usiku na mchana, si vyetu Baba. Maadui wamekuwa wengi, wanatafuta usiku na mchana, wanatafuta nafsi zetu Baba, tunakukimbilia, tunatoa msaada wetu katika kwako uliyesimba mbingu na nchi, uliyesimba mbingu na nchi, ukapate kutupigania. Ninaleta watu walio na mahitaji ya mbele zako Bwana, wacha sana upate kuwatenda. Akajauna na Jehova, akakulilia Mungu wangu, anahitaji wakufungulie milango mingi kwa ajili ya kupata mchumba. Ninajua Bwana kuna uwezo, wewe uko na nguvu. Wote waliobeba mizigo mizito ukasema wakaileta kwako Bwana, unaweza kwa sisi wa mzigo tunauleta kwako Baba, nimeleta mzigo kwako Jehova, nimeleta mzigo kwako. Unapotenda unapokumbuka mkumbuke, unapokumbuka mkumbuke Jehova, katika jina la Yesu Kristo. Mungu wewe unatenda, Mungu ni wewe tunasema. Ninajua inawezekana wengine wako katika ndoa, lakini mambo wanapitia ni magumu, mambo wanapitia ni ya vilio, mambo wanapitia ni ya mateso. Bwana, ukapate kuleta amani katika ndoa ya mpendo huyu ambaye anahangaika, ambaye kila wakati wengine ni katika shida, wanateseka usiku na mchana, wanaumwa swala ya kuabudu. Ukaleta amani, ukaleta utulivu Baba yetu. Baba, wewe umeweza, naomba kwa sababu ya ibada na kanisa ya Bethsaida, Mungu wangu ukapata kulikumbuka. Ninajua ni wakati tunaanza kukua, ni wakati tunakutafuta, ni wakati tunakualika, ni wakati tunashiriki na nguvu zako katika jina la Yesu Kristo. Ninamwombea mfereji Bwana wa Yesu, usiku mlindo, usiku mwingi akiwa hadi akasi na Mungu maana kibali kwa juu yake au kuna tatizo kama mbele vita zote kama mbele ana sote za kama mbele ila chapa bado na kwa kiumbe Baba, ninashaparatisha ninahitaji uwajenge ukaweze kuhubiri nikiwa kuna mama amepanga kama mwanadamu unafanya ile ibada inayotoka Baba, kana ushinda tena na kibali kapata kuonekana. Ninakuleta mbele Jehova, siku mwako ukasifu
kulinda wana wa majeshi tunarudi usiku uweze kuongoza utawale kwa kila jambo maombi yakafanye kazi ni kwa sababu ya watoto ni kwa sababu ya Mungu kamende maombi yake na mambo kaweza kuondoa na hata watoto wetu wachunga chochote kumlea usiku uweze kutenda ujima maombi yake ni kupata kuondolewa na muombea jana Mungu kasimame naye uzidi kumulinda mulinde wokovu mulinde watoto baba nitasema ni asante yule mwalimu shetani anapotafuta kila mbele ya kuingia na kuharibu ndoa za wapendwa baba tumemkataa katika jina la Yesu Kristo inatuma moto ikapate kuteketeza kila kazi zote za giza kila kazi za uganga kila kazi ambayo usiku yote tunachoma katika jina la Yesu Kristo baba Mungu atawala ondoa kila vita katikati ya wapendwa ondoa kila kuna zote katikati ya wapendwa wao kaweke huru kwa ajili ya kazi yako nakushukuru kwa sababu ya recho baba ninakuombea asubuhi ya leo na mweka mikononi mwako aidha patoka hapo acha kwa baraka na ushindi katika ibada ya siku ya jana tulimuomba Mungu katika neema mwako wa Mungu kwa mahitaji anazidi ya mweka mbele zako Mungu unayajua yanayosengeni unamjua vema aidha patoka hapo baba mikononi mwako lazima kunyatuka hivi mpe marafiki wazuri mpe wana watu wazuri wakao simama pamoja naye kwa sababu ya kuwasaidiana ni kwa ajili ya kimaendeleo ni kwa ajili ya kimawazo ni kwa ajili ya huduma baba nitasema asante baba tukumemtenda pokea sifa na utukufu baba unaweza Bwana majeshi tuko mbele zako ikileta mahitaji ya jamii yangu ikileta mahitaji ya watoto wangu Bwana ukapate kuwalinda ndio bila ya kwamba mke wako mahali alipo baba kazidi kuinua Bwana kazidi kumtenda wema maovu na tatizo zote Bwana ukapate kuondoa na hata watoto wangu ndio mikononi mwako unafariki wengine na nikumbuke katika sehemu hiyo ukaweza kunibariki ukaweza kunitia nguvu katika jina la Yesu Kristo wewe shetani tumegundua jamaa ya sako ulikuja kwa hiyo ulikuja kuchinja ulikuja kuua siku ya leo tunakutembea unapata kushinda au uwezo wa nguvu ni kwa ajili ya watoto wa Mungu wanaokatawale wanaokamwe ule wale shetani wanatembea hakuna uwezo hana uwezo wa nguvu hana uwezo wa nguvu katika maisha ya wapendwa Bwana ninawaki kwa sababu ya wazazi wetu popote walipo tunaombea neema na kibali na tunao ukazidi kuwalinda maana Bwana majeshi ukasema watakula mema ya nchi watakaposikia na kote yani mahusiano yako Mungu wangu ukasimame ukazidi kuwatetea ukazidi kuwapigania ukazidi kuwaongoza yale yaliyokuwa Mungu wao ukapate kuyaondoa yale yaliyokuwa Mungu wao Mungu kaleta kueleza wengine walikosa furaha yako wengine walikosa imani yako Mungu ni wewe tukaingilia kati ukapate kuwapiga ninaenda kinyume na kila maovu ya kila zote za ukoo na zote za ukoo Bwana tumesikataa wale kama watu watazoma wale wengine wataonekana kuna mambo walitamka kwa sababu ya wapendwa ili wasifanikiwe na ninasema kutangaza yote yakisa ushara Yesu alimwagana Bwana Mungu katusamehe ukatutende wema kwa baraka na ushindi wako kwa ajili ya siku ya leo unapoanza siku ya Friday hapa nimeiweka mikononi mwako wengi wataka kwa bodo wengine wataka katika kazi mbalimbali Bwana basi Bwana ni fema asubuhi ya leo tukubalike kuanza siku na pamoja nasi kuanza siku na wapendwa kuanza siku na maovu wanapoandaa jamii wanapoandaa watoto Yesu atukulie uone kila jambo uone kila shughuli watu kafungue maisha yetu watu kafungue njia zetu watu kafungue Bwana majeshi ili tukapate kuona sima na kufungue nako Bwana unastahili peke yako siwezi katika safari hii uliniita Bwana majeshi ukanipa huduma hii ndio kwa sababu ya nchi yetu tunayoombea na mikononi mwako ulinde viongozi wetu Bwana majeshi Bwana serikalini na viongozi wetu tunaombea maana pekee ikapate kuwatawala vita za kila aina Baba tunazikataa kiwangaji wala sio tunakataa kila Bwana kwa majeshi roho za kujituma kutoka katika ya wapendwa wenzetu Baba tumesikataa sikapata kushindwa hakika Baba ni wewe uliyetuelea kwamba ikiwa tunakuja mbele zako ikiwa tunanyenyekea ikiwa tunavunjika wao utakusamia hakika utatuinua nami kama mchole wako asubuhi ya leo ninaenda baraka kwa ajili ya wapendwa popote walipo wanaokuwa wakubwa Mungu kawatangulie na usije kaonekana hata ibada ya jioni saa 2 hapo utasimama utaweza kutenda wema maana wewe ni mwaminifu wewe upewe sifa maana unatenda katika safari ya wokovu Bwana ukatushikilie imani katika safari ya wokovu Mungu kasimame nasi ili tuwe na nguvu zako maana unatenda katika
Mungu wetu wa neema, Baba wa majeshi, Mungu muumba mbingu na nchi, Baba tunakushukuru, tunalinua jina lako mara tena, tukisema ni asante kwa yote umeyatenda kwa maisha yetu, tukisema ni asante kwa uwezo na nguvu zako Bwana, ambayo umesimama nasi. Tumeona asubuhi ya leo, hatukuchoka ya kwamba tungefika usiku wote. Watu wamepitia mambo mengi kwa vitana, wengine ni magonjwa, wamelia usiku vya kutosha, na hata yule dada aliyesema ya kwamba mguu ulipata jeraha ya kuni, lakini kidonda kikazidi kuongezeka. Baba tunamwombea asubuhi ya leo, hicho kidonda na kikapate kukauka katika jina la Yesu Kristo. Ninatuma malaika asubuhi ya leo wakapate kufanya kituo katika lile nyumba mahali anakaa yule dada, amani kamtawale, uovu kaondolewe, wagonjwa wa kila aina nao wakapate uponyaji kupitia maombi haya. Bwana majeshi, ninajua kuna vita anapigwa usiku na mchana kule nyumbani alikotoka, hawakutaka kapate kuendelea, wameshangaa jinsi hivi alipoendelea, wameshangaa vile Mungu amemsaidia, wameshangaa alifikaje mahali alipo. Nami ninapinga ila zote na ngome zote za waganga na wachawi, ninawatangazia wana uwezo ni kwa ajili ya maisha yake. Wacha uponyaji kaonekane, anapopaka zile mandawa amezitoa hospitalini, ijapokuwa ameteseka wiki mzima, anasikia maumivu, kuanzia leo hayatakuwa tena katika jina la Yesu Kristo. Wafungue na kuwatie nguvu, maana wewe ni Mungu mwaminifu. Asante mwana wa Mungu, maana wewe unaweza na unatenda. Ninashukuru kwa sababu ya watu wote katika ibada yetu ya siku ya leo. Tutakapoingia, Jehova ukawaandae kwa njia ya kipekee, ulete wamama, ulete wazee, ulete vijana na hata watoto, ili wakapate kubarikiwa. Ninalimini jina lako nikisema ni asante. Baba, ninaomba ukanisamehe dhambi na makosa iwezekana nimeyatenda kwa kuwaza na kufikiria na hata kutamani kwangu, ninaweza kuwa nimekutenda dhambi. Baba, ukanisamehe na ukapata kunitakasa, unipe nguvu ya kufanya kazi yako. Wakati leo ni siku ya mwisho ya mwezi wa 7, Bwana ukatusaidie tunapoenda kuvuka mwezi mwingine. Yesu kasimame nasi tutakapokanyaga mwezi wa 8. Baba, tutakushukuru na tutakuinua. Ulinde jamii yetu, ulinde mandugu na madada, viongozi wetu kawalinde popote walipo, kibali rehema ikawe juu yao. Bwana tasema ni asante. Kazi ya mikono yetu kailinde, tupe uvumilivu wa kipekee, tusaidie kusimama. Tuko na mandugu na madada tuliozaliwa pamoja, rehema na kibali juu yao. Wengine wakaingia kwa urefi, wengine wakaingia kwa mambo ya dunia. Yesu kawafungue na ukapate kuwaokoa
katika jina la Yesu Kristo. Ninalishukuru jina lako nikisema ni asante, maana unastahili. Pokea sifa na utukufu, maana unatenda, na ni kwa jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Baba yetu tumeomba na hata tumepata kuamini. Amen. Wacha Mungu awabariki na wacha Mungu awatende wema. Mnapoendelea kujiandaa ni kwa sababu ya kwanza siku ya leo. Hizo ni baraka za asubuhi. Mungu afungue siku yako, Mungu atende mambo makubwa kwa maisha yako. Na ikiwa umependezwa na huduma hii, tunakualika katika TikTok account yangu ni Elijah Mururi, ujiunge pamoja nasi kila siku jioni. Tuko na ibada kuanzia saa 2 mpaka saa 4, na Mungu akutende wema, Mungu akubariki. Tengeneza muda wako, tenga muda wako, uingie mara pale, kuna mambo mazuri. Uingie mara pale, kuna ujumbe ambao ni wa nguvu ambao Mungu ametuandalia. Siku ya leo nimeona ni vema nikapata kukumbuka asubuhi ya leo, nikaweze kuwafungua asubuhi ya leo, nikaweze kuwakilisha kwa Mungu, ili kila mmoja akundue ya kwamba maombi ni silaha, maombi ni ufunguo. Unapoamka mpendwa, mwambie Bwana ni asante. Hata kama utatacha mambo mawili, Mungu wetu anapendezwa nayo maombi, na hakika atakutia nguvu na atakuinua viwango vingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Wacha Mungu wetu akaweza kuwatenda wema, Mungu wetu akapate kuwabariki na akapate kuinua viwango vingine katika jina safi la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Tumeomba na hata tumepata kuamini. Amen. And may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Spirit be with us now and forevermore. Amen. Mbarikiwe sana na mkuwe na siku njema.